natoa nasaha fupi tu kuhusiana na jambo la maandamano. Swala hili la maandamano ni swala khatiri jiddan, ni jambo ambalo lina madhara makubwa, na tulishaelezea katika majalisi zilizopita, walillahi alhamdu wal minna. Tulieleza hapa kabla ya Oktoba 29, sio? Tuliweka majalisi hapa karibu siku 3 zilikuwa, sijui wiki, takriban wiki. So tulifanya hapa na sehemu nyinginezo, lakini katika masjidi hii na mimbari hii ya Masjid Hidayah tulifanya majalisi maalum kuhusiana na umuhimu wa amani katika nchi, umuhimu wa utulivu na amani katika nchi, na madhara ya wananchi kuivunja amani walionayo. Tukawa tumeelezea, nikiwa mimi na al-akhi shaqiq Abu Abdul Qadir al-Munawi wafaqahu Allah tabaraka wa taala. Kadhalika tukaelezea madharatu wa mafasidu al-mudhaharat. Tukawa tumeeleza madhara na mafsada yanayopatikana katika maandamano mengi sana. Tukawa tumeelezea katika madhara, kwanza tukaeleza kwamba maandamano hayapo katika Uislamu. Maandamano hayapo katika Uislamu, bali ni nidhamu, ni mambo ambayo yamekuja kutoka umagharibini huko. Ni mambo ambayo yamekuja kutoka kwa magharibi yakiwa chini ya nidhamu ya demokrasia. Ama katika Uislamu hakuna kitu kinachoitwa maandamano. Al-mudhaharatu ni haramu, raia kuandamana, jambo hili haifai, ni haramu, haifai. Tukawa tumeeleza kwa mapana na marefu, walillahi alhamdu. Hii ya leo ni kama ukumbusho tu, ni nasaha ya yale ambayo tushayasema, na tunarudia tena kutoa nasaha kama zile, kwamba Waislamu mfahamu hivyo kwamba al-mudhaharatu laysat min al-islam fi shay, si katika Uislamu. Na mfahamu pia kwamba maandamano ni haramu, hata kama mtayaita kwamba ni maandamano ya amani, hata kama mtayaita ni maandamano ya amani, bali uhalisia siku zote hakuna maandamano ya amani. Maandamano ni maandamano tu. Hata kama mtayaita ni maandamano ya amani, lakini mwisho wake hakuna amani. Mwisho wake hakuna amani. Watu watapigwa virungu, watu watafanya kadha, watu wataiba, watu watafanya kadha. Ndio maandamano ya amani hayo. Kwa maandamano ni haramu. Waislamu watakuwa tujue hivyo, lakini pia hata wasiokuwa Waislamu inatakiwa mzinduke na mfahamu ya kwamba maandamano ni jambo ambalo lina madhara makubwa sana. Mafsada, madhara yanayopatikana kupitia maandamano ni makubwa sana, kama walivyoelezea ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alaihim, na tumeeleza hapo. Mwenye kutaka anaweza karejea, sauti zetu zipo, walillahi alhamdu wal minna. Kuna madhara makubwa, ikiwemo katika madhara ya maandamano kumwaga damu, idha'atul mali, kupoteza mali, kuharibu mali za umma, mali za watu binafsi zinaharibika na kuteketea na kuibiwa katika maandamano. Watu wanapigwa, wanavunjwa katika sehemu za viungo vyao. Kuna watu wamevunjwa mikono, wengine miguu, na wengine wanapoteza maisha yao. Haya ni katika mafasidi al-mudhaharat, ni katika madhara yanayopatikana katika maandamano. Kadhalika katika mafasidi al-mudhaharat
ni kuonesha kutokuwatii watawala, kutokuwatii na kuwaheshimu watawala. Sababu siku zote watu wanapoandamana wanaandamana kwa kuwapinga watawala, kupinga utaratibu na mfumo uliopo unaongozwa na serikali iliyoko madarakani. Na sisi kama Waislamu tumewekewa miongozo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea mwongozo namna ya kuamiliana na viongozi wetu, watawala wetu wa nchi. Inatakiwa tuwe ni wasikivu na watiifu. Alaikum bisam'i wat-ta'a, ni juu yenu kujilazimisha na usikivu na utiifu kwa viongozi wenu, maadam hawajawaamrisha kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ama kiongozi akikuamrisha kumwasi Allah kwamba kuanzia leo usiswali, kuanzia leo inatakiwa watu wote mnywe pombe, mcheze kamari, sijui mfanye kadha katika muharramati, hapo hakuna usikivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema. Lakini maadam kiongozi hajakuamrisha kumwasi Allah, alaika bisam'i wat-ta'a, ni juu yako wewe kama raia uwe msikivu na mtiifu. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, hata kama atakupiga na akachukua mali yako, unatakiwa ufanye subira na umuombee dua ya hidayah, dua ya hidayah, Allah amuongoze. Na kama umeona umedhulumiwa, imechukuliwa mali yako, umepigwa, angalia njia ya kujitetea, angalia njia sahihi iliyokuwa aslam, njia iliyokuwa nzuri zaidi na sahihi, isiyokuwa ya vurugu, ya kutafuta haki yako, ya kutafuta haki yako kwa yule aliyekudhulumu, lakini sio kwa njia ya kutoka chini ya taa ya viongozi, kuwatii viongozi, yani ukawa ni mwenye kuwaasi viongozi na kuwatukana viongozi, kuwaombea dua mbaya viongozi. Si katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali katika mafundisho ya Mtume alayhi salam ni kuombea dua njema watawala wetu, kuombea dua watawala katika mambo ambayo yanayofanya watawala wawe wema, wawe ni wazuri, watawala wenye nyoyo laini, wenye kuongoza wananchi wao katika yale yaliyokuwa mazuri, katika mambo ambayo yanasaidia. Ad-du'a lahum, ni jambo gani? Kuwaombea dua watawala, kuombea dua watawala. Lakini leo hii imezoeleka kawaida, watu wa kawaida wakikusikia unamwombea dua rais mathalan, kwamba Allah muongoze na amhifadhi, amlinde kutokamana na vitimbi vya maadui zake wa ndani na wa nje, utasikia huyu ashapewa kitu, au utasikia huyu shehe kibaraka huyu. Sawa sawa, kumbe huu ndio Uislamu tayari, huu ndio Uislamu. Na ukimuona mtu yoyote anamwombea dua kiongozi wa nchi, fa'lam annahu sahibu sunna, kama wanavyosema as-salaf, ufahamu ya kwamba mtu huyo ni mtu wa sunna. Lakini ukimuona mtu anamwombea dua mbaya mtawala fulani bin fulani la'natullahi alayhi, fa'lam annahu sahibu bid'ah, ujue kwamba huyo ni mtu wa bid'ah, sahibu hawa, ni mtu anafuata matamanio yake. Kiongozi anatakiwa kuombewa dua iliyokuwa mzuri na sio dua ya maangamivu. Sawa, bali katika mambo yanayopelekea na kuwafanya watawala wawe wabaya, sawa, na wawe na chuki, kuwachukia raia, ni mambo kama haya: kuasi, kutoa sikiliza, kuombea dua mbaya. Wewe unaonaje kiongozi mathala akakusikia unasema la'natullahi alayka, ukamwambia dua kiongozi la'natullahi alayka mubashara, akakusikia, wewe unaonaje? Atakupenda? Abadan. Yani ungekuwa wewe ndio kiongozi, hebu nafasi ya kiongozi wako hebu jiweke wewe, ungekuwa ni wewe uko hapo umekalia kiti hicho,
alafu raia wako unamsikia na anakutaja jina lako, alafu anakuambia qatalahu Allah, Allah amvunjilie mbali mgongo wake. Hebu niambie, ungekuwa wewe ungejisi vipi? Ungekuwa ni mwenye kuwachukulia udhuru raia wako, si ndio? Una moyo huo? Basi wachukulie na wenzako hivyo hivyo, ni wanadamu hao. Sawa? Hapa hatuongozwi na malaika, hapa tunaongozwa na wanadamu wenzetu, wanapatia na wanakosea. Tayari sasa inatakiwa kuombea dua Allah tabaraka wa taala wajalie kuwa ni watawala waliokuwa wema, na sio kutoka chini ya taa yao kwa maandamano. Za maandamano si kheri, bali ni shari kwa jamii, yani wananchi wote. Kadhalika ni shari kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia ni shari kwa hukuma yote kwa ujumla. Yani nchi inakosa utulivu kwa sababu ya zaza, kwa sababu ya fujo na vurugu za maandamano. Kwa hivyo tunakariri tena nasaha zetu kwamba watu ambao wamedhamiria kufanya maandamano, nasikia wameahidi kufanya maandamano kesho, sio? Lakini serikali ishatoa maelekezo. Jeshi la polisi limetoa agizo kuwakemea watu ambao wamedhamiria kufanya maandamano, waache mara moja. Sawa? Na sisi tunawanasihi Waislamu na wasio kwa Waislamu, kila ambaye amedhamiria siku ya kesho kupoteza muda wake kwamba anatoka kuandamana barabarani, ajue ya kwamba anachokifanya ni jambo la hatari kubwa sana, na atakuja kukutana na balaa lililokuwa kubwa sana, na atakayomkuta katika madhara. Fala yalumanna illa nafsahu, asimlaumu yoyote isipokuwa nafsi yake. Lakini ajue pia misukosuko atakayotuletea sisi, kwa sababu bila shaka vurugu zikitokea, misukosuko inawakumba wanaohusika na wasiohusika. Basi dhima ya jambo hili atalibeba kila aliye nyuma ya haya maandamano, kwa sababu hawa ni watu ambao wanakuwa wanapanga njama za kufanya maandamano na kadha kwa lengo kama wanavyodai wenyewe kupindua nchi. Sawa? Si wanataka wafanye kadha. Wezi tu hao, wezi, wahalifu. Basi nyinyi mtakuwa mashahidi kwa tukio lililotokea Oktoba 29. Nyinyi mashahidi, sababu haya tulikuwa tukielezea kabla hajatokea. Tukawaambia jamani wa Tanzania, hii amani tulionayo ni tunu, ni neema kubwa hii Allah ametupatia sisi wa Tanzania. Hebu tuienzi neema hii ya amani. Ukiongea hivi ongea, amani gani? Watu wanakufa. Amekufa nani shekhe? Wewe si upo? Amani huwezi kujua thamani yake mpaka itoweke. Tulipokuwa tunawaambia kwamba maandamano yana shida, yana madhara, watu wanakufa katika maandamano, mali zinateketea, watu wanaiba mali. Si kila waandamanaji wana nia njema, wengine wanaandamana ili wakaibe. Tuliyasema haya, mnakumbuka? Haya ilivyokuja kutokea, mnasemaje? Mlikuwa wenyewe mkishuhudia, watu wamechoma mali za watu wamechoma mali za umma, nyumba za serikali zimechomwa, nyumba za watu binafsi zimechomwa, mali za watu, masheri yamechomwa, magari ya watu wamevunja wakipora mali, pesa. Watu wanakimbia na mitungi ya gesi, mitungi ya gesi, ndoo za mafuta, watu wanakimbia nazo. Nakwambia hizi ni ngawira hizi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tena saa zingine yale maandamano, hata watu wengine ambao hawakuwa na nia ya kuandamana, walivyoona mlango wa wizi tayari uko wazi, kuna watu wengine walitoka mitaani, kina mama, vijana, kina baba, na wao wanaenda, si waandamanaji, wao wanaenda kufanyaje? Kuiba tu. A'udhu billah. Haya ni katika madhara
yanayopatikana katika maandamano haya. Tuliyasema, tunarudia tena kuyakariri. Mwogopeni Allah tabaraka wa taala, waislamu, na msishiriki katika maandamano. Kadhalika na wasio kwa waislamu, mfahamu ya kwamba maandamano yana madhara makubwa, na madhara yake yanakurudieni nyinyi waandamanaji, kadhalika na ndugu zenu, kadhalika na jamii yote kiujumla. Msitumike kwa maslahi madogo ya kidunia. Msitumike kwa sababu watu wengine wanatumika bila kujua, wanatumika pasina kujua kabisa. Watu wengine yani wanatumika na wanapata mablagh, wanapata mali katika utumikaji wao, na hawa ndio wanaowapampu vijana ili waingie barabarani. Sasa wengi katika vijana wanatumika min haithu la yashurun, bila kujitambua, mihemko tu. Sasa nyinyi vijana mnakosa hata kutasawwari, hata kufikiria kwamba wale watu ambao wanaosimama kwenye majukwaa au kwenye media, kwenye mitandao ya kijamii, wanawashawishi kwamba tarehe 7 tokeni. Sawa, mtu amekaa amejirikodi mwenyewe anatupia mtandaoni na kuwashawishi wa Tanzania kwamba tarehe 7 watoke barabarani. Yuko wapi? Yuko Marekani, sijui yuko wapi. Nyinyi mnaingia barabarani, yeye yuko huko ughaibuni, amestarehe na familia yake. Nyinyi mnaingia barabarani, mnafanya mtakaoyafanya, mnakumbwa na mnakutwa na yatakaowakuta katika majanga na mabalaa. Mnawapa shida wazazi wenu nyinyi vijana, alafu wale washawishi wako wapi? Wako majumbani mwao wanastarehe na wanachukua pesa zao walizoahidiwa, kazi yao imeisha. Sasa nasaha kwa vijana wa Kitanzania, msitumike bila kujijua kwa maslahi madogo ya kidunia. Usiichome nchi yako kwa maslahi madogo. Amani ni jambo la thamani sana kuliko kitu chochote. Asikwambie mtu hakuna maisha pasipokuwa na amani, abadan. Hakuna kitakachoweza kuendelea bila ya amani. Mimi ni mashahidi. Tulikaa ndani siku ngapi? 4 wala 5? 6. Haya, hizo siku ambazo tumekaa ndani tumeisoma namba, hatujaisoma? Haya ni katika madhara ya maandamano. Sasa mnataka mturudishe tena katika hali ile, sio? Acheni ujinga wa Tanzania, acheni ujinga. Yaani Tanzania hatujafikia huko, yaani asijirudie tena yale. Yaani kama watu kweli wamedhamiria haya maneno yanayoenea mtandaoni na kushawishi na mihemko, kama kweli watu wamedhamiria na wakatoka kweli, tajua kweli wa Tanzania wameacha kabisa, ukiachilia mbali wameacha kushikamana na dini, yani wameacha kushikamana na ule utamaduni na ule utu tulionao wa Tanzania. Sisi wa Tanzania hatuko hivyo, sisi ni wasikivu bwana. Sasa acheni kutumiwa na watu, huo ni mtego, huo ni mtego. Inatakiwa watu tuzinduke. Tumekaa ndani watu hata tunakosa hata kwenda dukani. Hata ukienda dukani hamna kitu. Mkate tuliuzua bei gani hapa? 2000. 2000 mkate wa buku. Na kama siku zingeongezeka basi mngeununua hata 3000. Haya ni katika madhara ya maandamano, katika madhara ya kuvunja amani. Yani ile ni kidogo tu. Yani Allah alituonesha kidogo kivitendo kwamba watu hawaoni thamani ya amani mpaka itoweke. Hebu ngoja itoke kidogo, siku 3, 4, 5. Bila shaka sote tulikuwa ni mashahidi katika hilo, tumefunzwa kivitendo. Sasa yasijiregee tena, yasijiregee tena hayo. Sisi tunaelewana Waislamu? Haya maneno nimedhamiria kuyasema, na ikiwa ni ujumbe kwa nyinyi mlioko hapa na wengine ambao watakaosikia hii sauti. Watu wasijaribu, wasiishi maisha ya kujaribu.
na kuiga nchi za watu huko zilizokosa amani. Nchi yetu ni nchi ya amani na utulivu. Kwa amani hii na utulivu tulionao, hebu tuuenzi na tuhifadhi, na tumuombe Allah atulindie na atuhifadhie amani na utulivu wa nchi yetu. Na kila mtu ambaye ana nia mbaya na nchi yetu na amani tulionayo, ana nia mbaya na viongozi wetu, basi Allah tabaraka wa taala mshughulikie yeye na kila aliyoko nyuma yake. Hizi ndio dua zetu. Sisi tumeelewana Waislamu? Naam. Na watu wasiogope, kama tulivyosikia agizo kutoka kwa viongozi wetu, watu waendelee na shughuli zao. Walillahi alhamdu wal minna. Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.